Haleluya, shalom, shalom, shalom wapendwa. Natumai mko sana, natumai Mungu amehifadhi, anawalinda nako nanyi hadi wakati huu. Leo tungependa tuangazie matakwa ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Kila mmoja wetu tunang'ang'ana sana, tukifikiria kwamba hii ndio mapenzi ya Mungu. Tunajaribu kadri ya uwezo wetu kutekeleza mapenzi ya Mungu. Kuna mtu anafikiria pengine nikijenga kanisa, pengine nitoe kitu, nifanye vipi, sijui nini, nitakuwa natekeleza matakwa ya Mungu. Lakini unapata si kazi ngumu matakwa ya Mungu. Kuna watu wengi sana wanakuwa katika ile hali ya kutafuta, hali ya kusawazisha mapenzi yao na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo leo tutakuwa tunajifunza mapenzi ya Mungu, matakwa ya Mungu, na tutakuwa tunaangalia katika mtazamo ya balozi wa nchi ya kigeni, balozi wa Marekani, balozi wa Uholanzi, balozi wa nchi ya demokrasia ya Kongo. Yule balozi utumwa katika nchi fulani, na ile nchi anaenda pale kutekeleza matakwa ya nchi ambayo imemtuma. Hivyo ndivyo Wakristo walivyo. Jana nikafunza kwamba tulinunuliwa kwa gharama. Sisi mwili zetu si zetu, ni za Bwana. Kwa hivyo alituumba tutekeleze ile hali ya wajibu wake. Wakorintho wa kwanza 5 mstari ule wa 20. Wakorintho wa kwanza 5:20. Samani wa pili. Wakorintho wa pili 5:20. Maandiko yanasema, basi tunamwakilisha Kristo, naye Mungu mwenyewe anatutumia sisi kwa kuwasihi nyinyi. Tunaombeeni kwa niaba ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Kwa hivyo Paulo anakumbusha kanisa ya Wakorintho kwamba wao ni wakilishi wa Kristo, yaani wao ni balozi wa Kristo, wanatekeleza wajibu wa Kristo. Wamesalimisha amri, wameenda pale, wamenyenyekea chini ya uwepo wa Kristo ili watekeleze wajibu wake. Wanafanikisha kusudi ya Kristo. Mungu anapendezwa wakati tunamwakilisha vyema, wakati yule balozi awakilishi taifa lake vyema. Anafanyiwa nini? Anafanya ile inaitwa kurecall. Anaitwa nyumbani, anaambiwa wewe umetuaibisha, unaharibu sifa la nchi letu. Kwa hivyo ule mtu anafutwa, maana hajawakilisha vyema. Kwa hivyo wakati ambao tunaishi kwa dunia, sisi ni balozi wa Kristo. Sisi tunafaa tujitolee kwa Kristo. Balozi amejitolea, ameacha vyake ahudumie taifa lake. Kama ni mwanasiasa, anasitisha siasa akikubali hiyo wadhifa ya balozi. Ameacha vyote ili awakilishe taifa lake. Hivyo ndivyo Wakristo Mungu anatarajia tukue, tunatekeleza mapenzi yake. Unajua, kwa wewe binafsi hauwezi, Mungu ndiye anawezesha kukuwezesha. Ni Jehova peke yake anaweza kukusaidia. Ndiye anaweza kukusaidia, maana mili zetu ni dhaifu. Unapata kuna vitu vingi vinashindana na mapenzi ya Mungu. Kuna fasheni, kuna mitindo, kuna hali ambayo inapinzana na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo usipokuwa na roho wa Bwana, itang'ang'ana kutimiza mapenzi ya Mungu. Ndio maana lazima Kristo awe ndani yako.
Daudi, Biblia tuambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13:36, Daudi alitekeleza mapenzi ya Mungu. Na kwa nini Daudi alitekeleza mapenzi ya Mungu? Nilikuja kugundua Daudi alifunzwa jinsi ya kutekeleza mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hata we leo, ningependa ikuwe ombi lako, ambia Bwana nifunze jinsi ya kutekeleza matakwa yako. Mungu Baba Mwenyezi, nipe hiyo uwezo, nipe hekima, nipe maarifa, niweze kutekeleza wajibu wangu kwako. Tukisoma Zaburi 143 mstari ule wa 10 wa 9 samani. Zaburi 143 mstari wa 10. Daudi anasema, unifundishe kutimiza matakwa yako, maana wewe ni Mungu wangu. Roho yako nzuri uniongoze katika njia sawa. Kwa hivyo ni sala ya Daudi. Anaambia Bwana, nifundishe kutekeleza matakwa yako. Nifundishe kutimiza matakwa yako. Nifundishe kufanya mapenzi yako. Si ati wewe uko bora kuliko wengine, lakini inagharimu mkono wa Bwana kukuwezesha kufanya mapenzi ya Mungu. Si ati wewe ni gwiji, si ati uko na uzoefu. Inahitaji kufundishwa na Bwana. Ndio Daudi afanye mapenzi ya Bwana, alikuwa anaongozwa na Bwana. Alifundishwa jinsi tunafundisha watoto. Hivyo ndivyo Daudi alifundishwa kutimiza mapenzi ya Bwana. Kutimiza mapenzi ya Bwana ni kwa manufaa yako. Kutimiza mapenzi ya Bwana inafaidi wewe. Kutimiza mapenzi ya Bwana ni ya faida yako. Maana pale ukitimiza mapenzi ya Bwana, Bwana anakulinda. Waziri, balozi wa taifa lolote, utagundua kwamba anapewa ulinzi mkali. Kuna mitaa ndio usiishi pale, maana tutaweza kukulinda. Unapata wanaishi katika mitaa tajika, maana wanafanya mapenzi ya taifa iliyotuma. Vile vile pia Mkristo akitekeleza mapenzi ya Bwana anapata ulinzi wa Bwana. Ndio maana Biblia tuambia kwamba Mungu anazingira wanaomwogopa. Kwa hivyo wakati ambapo unampendeza Bwana, anakuzingira. Wakati ambapo anatuma malaika wake wakuzingire, maana wewe unawakilisha ufalme wake. Zaburi 37 mstari ule 28. Zaburi 37 mstari ule 28. Maandiko yanasema, Mwenyezi Mungu uongoza nyayo zangu. Haleluya. Mwenyezi Mungu uongoza nyayo zangu. Umlinda yule anayempendeza. Kwa hivyo wakati unampendeza Bwana, anakulinda. Anakulinda na waharibifu, anakulinda na wezi, anakulinda na wanyang'anyi, anakulinda na wachawi, anakulinda na watu wabaya, anakulinda na wapagano. Maana Biblia inasema Mungu anaongoza nyayo za mtu anayemwogopa. Hautaingia kwa shida, maana Bwana anaongoza nyayo zako. Atakupeleka mahali ambapo iko salama. Atakuongoza, maana anaongoza nyayo zako. Daudi anasema Zaburi 23 kwamba anaongoza hatua za mwenye haki. Kwa hivyo wakati ambapo unafanya mapenzi ya Bwana, nataka nikuhakikishie kwamba au yuko peke yako, Bwana anakuongoza. Yule ambaye anafanya mapenzi ya Bwana, yote anamtendea wema. Yote anamtendea wema. Yote wanamtendea mema. Wakati unafanya mapenzi ya Bwana, miradi zako zinafaulu, mipango yako inanawiri, biashara yako inanoga, maana wewe unamuogopa Mungu. Ukifanya mapenzi ya Bwana, mipango yako itafaulu.
watoto wako watakuaibisha. Wakati utamwogopa Bwana, ataweza kupanua mipaka yako. Wakati unamwogopa Bwana, ujue kwamba Mungu atahakikisha kwamba haupungukiwi lolote. Zaburi 34 anasema mwana simba ukosa chakula, lakini wanaomwogopa Mwenyezi Mungu hawatakosa kilicho bora. Maana wakati ambapo unamwakilisha Mungu, ujue kwamba Mungu anahakikisha kilicho bora kiko sehemu yako. Kitabu cha Warumi 8:28. Warumi 8:28. Maandiko yanasema yote yanatendeka wema kwa wanaomwogopa Bwana na wameitwa kwa kusudi la jina lake. All things work for good for those who love the Lord and are called according to his purpose. Kwa hivyo yote yatakutendekea wema. Kazi yako ni kumtii Mwenyezi Mungu. Kazi yako ni kumwakilisha Bwana. Tumekuwa na Wakristo ambao ni wanafiki, wanashindwa kumwakilisha Mungu vyema. Tunamwaibisha Mungu sana, maana sisi tunasahau hali yetu. Tunasahau sisi ni balozi wa Bwana. Tunamsahau sisi Mungu ametuweka kwa hii dunia tumwakilishe vyema. Sisi ni watumwa wake. Kwa hivyo wakati ambapo wewe ni mtumwa, ujue lazima ufanye vile Bwana wako anataka. Maandiko yanatuambia hata Yesu hapa duniani alitekeleza matakwa ya Mungu. Matakwa ya Mungu saa zingine ni chungu, saa zingine ni ngumu. Kwenda kuabudu Bwana si rahisi. Unaonekana ni kama uko na kichaa. Kuhubiri neno la Bwana siku hizi inaonekana kana kwamba hauna la kufanya. Kufanya huduma ni njia moja kudharauliwa. Maana hiyo ni uchungu. Matakwa ya Bwana. Petero ikafika wakati akauliza Yesu, tumeacha vyote tukufuate, tutapata nini? Yesu akamwambia, hautapoteza lolote. Utapata wandugu, utapata wadada na utapata mateso. Maandiko natuambia vyema. Mapenzi ya Bwana saa zingine inafanya watu wakuache. Saa zingine inafanya ukijeliwe. Saa zingine inafanya udharauliwe. Saa zingine inafanya udunishwe. Saa zingine inafanya ukose biashara. Mapenzi ya Bwana saa zingine ni chungu sana, lakini lazima tutekeleze. Saa zingine unaweza hata kuachwa na mke kwa ajili ya huduma. Saa zingine unaweza kuachwa na mume wako, anasema huyu sasa ni fala. Huyu anavaa tu mavazi ya kiheshima. Huyu haonyeshi malapulapu. Huyu hajui kukatika siaka. Huyu hajui katika donjo maber. Huyu hajui katika. Kwa hivyo mzee anaona wewe umetupa mbao. Huyu anaenda kesha badala aende dunda. Nataka nikuambie mapenzi ya Bwana saa zingine ni chungu, lakini lazima. Maana iko kitu kizuri, iko na gharama. Yesu ikafika wakati akaonyeshwa mateso yake, akaona uchungu. Ukisoma kitabu cha Zaburi 22 inatupea taswira ya kifo cha Yesu. Ni kifo cha uchungu, ni kifo cha aibu. Madhara ilikuwa pale. Yesu akapewa darubini, akatazama, akaambia Mungu, Baba yangu toa hiki kikombe. Lakini akakumbuka, siko hapa kwa ajili ya matakwa yangu, niko hapa kwa ajili ya matakwa ya Mungu aliyeniumba. Mungu Baba yangu, niko hapa kwa ajili ya Baba yangu, si mapenzi yangu. Ndio maana akasema Luka 22 mstari wa 42, akasema si mapenzi yangu bali ni ya mapenzi yako Baba. Alitambua wajibu wake, alitambua mission yake, alitambua kazi yake. Ndio Biblia tuambia akasema ni mapenzi yako itimie. Ilikuwa kwa hali ngumu. Ni mambo ya kujiachilia, ni mambo ya kujisalimisha, kuambia Bwana chukua ushukani, mapenzi yako itimie. Ndio, wacha mapenzi yako itimie.
Baba, acha mapenzi yako itimie. Nataka kutekeleza wajibu wangu. Nataka kutekeleza matakwa yako. Kusudi la Bwana ni watu waombe. Mapenzi ya Bwana ni watu waombe. Ndio maana Biblia tuambia kwamba Mungu anafurahia watakatifu wakiomba. Yesu alizidi kuambia mitume waombe. Mapenzi ya Bwana ni watu waombe. Maana ukiomba unapata ushindi. Ukiomba mapepo wanatoroka. Ukiomba unapiga upato. Ukiomba unashinda mapepo. Wewe unapenda tu kuombewa. Unakuja tu kuombewa. Mara ngapi utajiombea? Wakati shetani anakuja usiku wa manane, mchungaji wako anakula mahaba, unampigia simu analenga. Ndio maana tunataka tukufundishe ujue kujiombea, maana inampendeza Bwana ukiomba. Inampendeza sana. Ndio maana Yesu anauliza mitume, hata risali moja hamwezi kuomba? Aliishi kuomba, akawaambia ombeni na mfunge, maana inampendeza Bwana wakati watu wanaomba. Ndio maana kitabu cha Yakobo 5 kuanzia 11 enda pale mpaka 14, Biblia inasema kwamba ukiwa kwa shida omba. Ukiwa mgonjwa tafuta wazee wa kuombea. Kwa hivyo anapenda watu wakiomba. Ndio maana amesema tukue katika mkusanyiko ya wandugu. Mitume walipata ushindi, walipata miujiza za kweli, wachana miujiza gushi ambao tunaona kila mahali. Biblia tuambia wale watu walikesha kwa kuomba. Kwa hivyo wapendwa, mapenzi ya Bwana ni kama unaomba. Una muda gani ya kuomba? Je, ratiba yako iko kuomba? Je, uko na nafasi ya kuomba? Ukiamka unafanya namna gani? Kabla ukule unafanya namna gani? Kwa hivyo mapenzi ya Bwana ni wakati ambapo unaomba. Kuwa muombezi. Na isikuwe ile ombi ya kuonyesha watu. Unaomba kwa mitaa na pesa yako unapelekea Prisinda. Unapromote Prisinda ende siku 5 apige tamasha ya dunia na unapiga domo katika miji ati unaomba. Sio maombi ya unafiki. Ni maombi si ile ya Farisayo. Kila mtu aone unaomba. Hapana. Angalia wazee wetu wa imani vile wanatuonyesha. Angalia, utawapata wanajificha pale kwa vyumba. Au wazee wa imani utawapata katika prayer centers. Utawapata ati wanaomba ati kila mtu aone wanaomba. Lakini unawapata miaka nenda miaka rudi wako na fire. Angalia Kitonga, angalia Jebi Masinde, endo waulize wanaendaga wapi kuomba. Sila kuonyesha dunia unaomba. Yesu akasema hiyo ni ya Farisayo. Ati mnatembea miji mechapisha tishati na hapa mna promote Prisinda. God cannot be mocked. Hawezi kudhiaki Mungu. Anapendezwa, mapenzi yake ni uombe. Na uombe unaomba faragani. Nikija hapa naendaga moja kwa moja kwa mahubiri. Ama nikiomba ni kidogo. Si ati siombi. Kuna mahali unaomba, unaambia Bwana, Mungu nipe neno ya watu wako. Nipe neno ambayo inafanya kazi. Nipe neno ambayo mimi mwenyewe nimeshuhudia. Si hadithi. Jana nilikuwa nakufunza kuhusu kudumishwa na Bwana. Hii ni vitu ambavyo nimeshuhudia. Kwa hii huduma miaka 4 sijapata ufadhili ya mtu yote, lakini ndio inakuhubiria, maana Bwana anadumisha kazi yake. Kwa hivyo nikikwambia Mungu atakudumisha, mimi mwenyewe nimeshuhudia amedumisha hii huduma. Tunalipa kodi, tunapeperusha moja kwa moja kwa mitandao, miaka nenda miaka rudi. Si kwa pesa yetu. Mungu anadumisha. Video zaidi iko karibu fika 700 pale kwa YouTube. Ingekuwa kazi ya binadamu ingefika 700. Na bado tunaendelea, maana Bwana anadumisha. Kwa hivyo wapendwa, tufanye mapenzi ya Bwana.
Kusudi la Bwana ni kuomba. Lazima upende kuomba. Kuwa na nafasi ya kuomba. Usijione uko busy sana kwa Mungu wako. Usione kwamba huna muda. Na si lazima ukuwe na maneno mengi. Yesu akasema maneno machache tu. Mathayo 6. Si lazima uongee sana. Si lazima uombe masaa mengi. Masaa machache tu. Bora ujue password ya maombi. Tutakuwa nafundisha kuhusu password ya maombi. Kuna vitu kifanya Mungu anajibu moja kwa moja. Si lazima ukuwe na panganga uongee mingi kila mtu ajue unaomba. Maneno machache lakini ujue password. Inaingia moja kwa moja, Mungu anajibu. Kitu ambacho mapenzi ya Bwana, ukuwe mtu wa shukrani. Unashukuru Mungu kwa ile Mungu ambaye amekupa. Saa zingine naangaliaga wanafunzi wangu. Nikitazama shule nilikuwa nafunza katika chuo kimoja pale maeneo ya Westlands. Nilikuwa nafundisha watoto 3. Kwa hivyo nikiangalia wanafunzi wangu, naambia Bwana asanti. Maana nimezidi wale ambao nilikuwa nafunza. Shukuru Bwana kwa mambo madogo madogo. Si ati lazima nikuwe na mengi ndio nishukuru Bwana. Si lazima nikuwe na gari ndio nishukuru Bwana. Si lazima nikuwe na hati miliki ndio nishukuru Bwana. Ile kitu ambacho uko nacho ni maombi ya mtu. Kitu ambacho uko nacho ujue kuna mtu anafunga na kuomba ili apate ulicho nacho. Ni kusudi la Bwana ufurahie daima. Mungu afurahii ukilia. Si mapenzi ya Bwana ukiteseka. Si mapenzi ya Bwana ukiwa maskini. Ndio maana akasema hakutakuwa maskini miongoni mwenu wakati ule ya kutoka. Akasema mtakuwa na watu maskini. Maana mapenzi ya Bwana ni watu wafurahie. Biblia inasema ufurahie daima. Uombe kila wakati na ukuwe na shukrani. Maana hiyo ni mapenzi ya Bwana. Wanafunzi wako likizo, kwa hivyo utawasikia wako wengi, lakini Bwana atapewa sifa. Kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza, waraka wa Paulo kwa kanisa wa Thesaloniki. Ukisoma pale kuanzia 5 mstari ule wa 16 na 18. Biblia inasema furahini daima, salini kila wakati na kuwa na shukrani katika kila hali. Haya ndiyo yanayotaka Mungu kwenu katika kuungana kwenu na Kristo Yesu. Kwa hivyo mapenzi ya Bwana ni kila mmoja wetu. Mapenzi ya Bwana ni tupige sala, tuombe, tumrudishie shukrani. Na vile vile pia anapenda sana wakati ambapo tunaomba, tunafurahi. Unajua furaha ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wakati unafurahia inampendeza Bwana. Inampendeza Bwana. Inampendeza Bwana wakati ambapo tunatubu. Ndio maana yaita kila mmoja kwa toba. Maana wakati unatubu maombi yako haipotei. Biblia inatuambia kwamba kitabu cha Isaia 59 mstari ule wa 2 kwamba mkono wa Bwana si mfupi, masikio yake si kiziwi kutubariki, lakini dhambi zetu zimetenganisha naye. Kwa hivyo mapenzi ya Bwana tutubu ili tuunganishwe naye. Mapenzi ya Bwana si tukue katika hali ambayo tumetengana naye. Mapenzi ya Bwana awe baba yetu, tushiriki mema ya nchi. Ndio maana Biblia tuambia kwamba anapendezwa wakati ambapo tunatubu. Kitabu cha Petero wa pili 3:9 anapendezwa wakati unatubu. Anachopendezwa Bwana pia ni wakati tunatii wazazi wetu. Unajua kuna shida, na Yesu alisema
katika kitabu cha Mathayo 15. Kuna watu wanasema bora nilishe pasta, sijali kulisha wazazi, hata sijali kama wananyeshewa, bora mchungaji wetu ako na gari mpya. Mama yako, baba yako hujanunulia hata kitu ambacho wanafurahia, na unakimbilia ati tununulie pasta gari, tupeleke watoto wake ng'ambo. Unajipendekeza kwa mchungaji na unasahau mzazi wako. Yesu akasema Mathayo 15, amesema maneno haya, unabadilisha sheria za Bwana, maana wewe unajua huyu jamaa unamlisha poa na mzazi wako analia. Maombi, hakuna siku utabarikiwa, hakuna siku utasalia vile vile, maana kilio cha mzazi inampendeza Bwana ukimtii mzazi wako. Ukisoma kitabu cha Waefeso 6:1 inasema, watoto watiini wazazi wenu, maana hii ndio sheria iliyo na ahadi, ikuwe kwema kwenu na muishi maisha marefu. Kwa hivyo wakati inampendeza Bwana ukimtii mzazi wako, inampendeza Bwana wakati mzazi wako unampa kipaumbele. Kuna mama aliniuliza swali, ati walikuwa na mchango kanisani na baba yake akapata shida, akachukua pesa akapeleka kanisani, akasahau baba yake. Alikuwa uliza kaiko bora, nikamwambia umefanya makosa, maana baraka ya mzazi mchungaji hawezi kukupa. Hakuna mchungaji anaweza kubadilisha laana mzazi akiwa hai. Hakuna, hata wewe askofu, hakuna. Baba yako akukulaani, hakuna, na ako hai, hakuna nabii ambaye atabadilisha hiyo laana. Lazima urudi kwake, atamke baraka ndio ikuwe kwema kwako. Inampendeza Bwana tukijali wazazi wetu. Wakati ni wakati watu wanajiandaa kesho kwa maandamano. Inampendeza Bwana ukitii viongozi, maana kila utawala inatoka kwa Mungu. Ukisoma hiyo Waefeso 6 inatuambia tutii walio katika madaraka. Yesu alitii, manabii walitii, viongozi walitii, lakini tuko na watu ambao wanakuwa na kisiasa kila mahali. Tii viongozi. Inampendeza Bwana, maana kuna utawala inajiweka pale. Bwana ndio anachagua viongozi. Chako ni kuwatii na kuwaombea. Wewe ndio mstari wa mbele kuwapiga vita, na mko na ofisi tofauti. Ofisi yako si ya kisiasa. Ukitaka siasa, jitose katika ulingo wa kisiasa. Tii viongozi, tutii viongozi. Ningependa nikuambie mapenzi ya Bwana hauwezi kuisitisha. Mapenzi ya Bwana ukuje kanisa, wacha kung'ang'ana. Nimeona jamaa anaitwaga Sigi, leo anahubiri na anahubiri vizuri sana, kesho ako kwa vilabu anauza pombe. Wacha kung'ang'ana mapenzi ya Bwana. Watu wanakuambia ukuje kanisani. Huyo jamaa sijui anatoa Johnson Sigi. Unahitajika madhabahu, wacha sarakasi. Uwezi kupigana na matakwa ya Bwana. Hauwezi. Bwana anakuhitaji katika huduma. Wale watu ambao wanakataa huduma, unapata mtu anapeana neno lakini ako kwa dunia. Wacha kupingana na mapenzi ya Bwana, utaishia vibaya sana. Kuna wale Mungu, maana nimekuambia hii ni kama kipindupindu, hauwezi kuzuia wakati muda wake umefika. Wacha kung'ang'ana na mapenzi ya Bwana. Mungu anakuhitaji. Wewe ni Muislamu, wetamani kuwa Mkristo, wacha kupingana na mapenzi ya Bwana. Wewe mtu Mungu amekuita ukuje katika theolojia tukufunze neno la Bwana, lakini bado unang'ang'ana. Wacha kung'ang'ana mapenzi ya Bwana. Nimekuambia mapenzi ya Bwana, using'ang'ane na mapenzi ya Bwana. Wacha mapenzi ya Bwana itimie. Yesu akasema si matakwa yangu ila matakwa yako. Kwa hivyo wapendwa, ningependa nikuache na kauli.
Ambia Bwana, wacha mapenzi yako itimie. Bwana, ukitaka nikutumikie, mimi ni chombo, wacha mapenzi yako itimie. Nataka kusimama na hii huduma, lakini kila wakati nataka kusimama, shetani anakuja. Wacha mapenzi ya Bwana itimie. Bwana atakupanga, mapenzi ya Bwana itimie. Nimeona mapenzi ya Bwana kwa maisha yangu, ningependa nipendekeze mapenzi ya Bwana itimie juu ya maisha yako. Wacha kupingana na mapenzi ya Bwana. Wewe alikuumba kwa niaba yake, kwa ajili yake. Ukisoma Kolosai 1:16, umeumbwa kwa ajili ya Yesu kufanya mapenzi yake. Wacha kufanya mapenzi ya shetani, itakusaidia, utakadiria hasara. Fanya mapenzi ya Bwana uone matokeo. Fanya mapenzi ya Bwana uone mabadiliko. Fanya mapenzi ya Bwana uone ukuu wake katika maisha yako. Mungu akubariki, akuhifadhi, akutendee mema. Ukisema mtumishi wa Mungu, nataka niwe wa baraka katika huduma, umekaribishwa sana. Unaweza kufanya kupitia njia ya M-Pesa, nambari ikiwa 0725 102 528, 0725 102 528. Bwana akubariki, akutendee mema. Masalam.